Hii tasnia na hasa elimu ya ujuzi wa ushonaji na ubunifu wa mavazi ni gharama sana. Si kila mtu anaweza kuafodi. Lakini kupitia serikali na namna ambavyo imeamua kuwezesha watu wake kwa kugharamia na kuhakikisha inafadhili watu wanajifunza. Nilipata taarifa kupitia page husika ya Waziri Mkuu kuhusu mafunzo ya wanagenzi. Moja kwa moja nika-apply. Uzuri zaidi ni binti ambaye napendelea sana kuhusu mitindo. Napenda sana. Kwa nilikuwa nikifuatilia chuo ambacho kinaitwa Ana Correction ambacho mpaka sasa niko hapa. Nilikuwa nikikifuatilia. Moja kwa moja niliapply kuja Ana Correction Academy. Mungu mkubwa, nikapita. Ninayo furaha sana. Hadi sasa hapa nilipo ni tofauti na nilipokuja. Nilichagua hiki chuo kwa sababu nilikuwa nakifuatilia, nilikuwa napenda mitindo, ila tu nilikosa pesa ya kuja kujiendeleza. Kwa hiyo nilipoona zile fursa nikasema ngoja niombe, hatimaye nikapata. Nashukuru nilipofika hapa tumejifunza vingi, nimefundishwa vitu kwa ustadi. Hivyo basi na washauri vijana wenzangu, fursa kama hizi zikitokea, serikali inapotoa fursa katika fani tofauti tofauti, kuna fundi bomba, kuna umeme, kuna ushonaji kama sisi, naamini kabisa nikitoka hapa nina uwezo wa kujiajiri mwenyewe. So kwa sasa ambavyo tunaendelea kuhakikisha tunawapika na wanaendelea kuwa na ujuzi, lengo ilikuwa pia ni kuwasaidia watu wa namna hii, lakini pia na kugusa taifa na kulisaidia taifa. Wanagenzi, Musa kwa vijana.